Kwa majina naitwa Safia Mkama Mzee, ni diwani wa kata ya Nyamongoro. Nimeanza harakati za siasa hizi muda mrefu. Kwanza nianza kuwa mwenyekiti wa UWT wa tawi ambayo liko Nyamongoro hapa Bukemola. Lakini baada ya hapo nikaenda kuwa mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa kata ya Busweru. Enzi hizo kata ilikuwa bado ni moja Busweru, kwa tujakata Nyamongoro. Lakini baada ya hapo nilikwenda kugombea nafasi ya umoja ya mwenyekiti wa wanawake wilaya Ilemela. Baada ya hapo nikaenda kugombea udiwani wa viti maalum municipality ya Ilemela. Nimehudumu kwa awamu mbili, na ya mwaka huu 2025 mwaka jana nikasema naingia kwenye kata. Kwa kweli nilithubutu nikaingia kwenye kata. Namshukuru Mungu nilifanikiwa kupata nafasi hii. Niwaombe wanawake wenzangu wasikae nyuma, wawe na uthubutu. Nafasi hizi ni za wote, wanawake tunaweza. Mama Samia ametuonyesha njia. Mwanzo tulikuwa tunaogopa, hata mwanamke akiambiwa kaa kwa nafasi hii asema nitaweza, lakini mimi niwahakikishie kabisa tunaweza. Na mwanamke akipewa nafasi hawezi kufanya vibaya. Ni wachache sana, lakini asilimia kubwa tunafanya vizuri. Kwa hiyo niwaombe wanawake wenzangu msiogope kwenda kwenye nafasi hizi za maamuzi. Tutoke twende tukagombee nafasi. Tunatambua kwenye nafasi hizi mchakato ni mkubwa. Wanawake huwa tunahangaika sana, lakini ukimwomba Mungu na Mungu akakusimamia hawezi kushindwa. Mchakato ni mkubwa. Mimi niseme tu kweli, niligombea na wanaume na walikuwa wanaume tafu wenye nguvu, lakini na mimi nikasimama na wananchi wangu huku. Kwa kweli nilifanikiwa. Kwa majina naitwa Priska Elias, ni mkazi wa Nyamongoro, kata ya Nyamongoro, mtaa wa Kagua. Mimi nikiwa kama mama na semea kwa upande wa siku ya wanawake. Wanawake tujitoe, tuchangamane na wanawake wenzetu ili tuweze kujifunza vitu kwa namna moja au nyingine. Kuna baadhi ya vitu vingine tunaweza tukajikuta hatuvijui, tukikutana na wanawake wenzetu tunavijua. Na upande wa kuomba uongozi popote pale, inapotokea nafasi yoyote, mwanamke usijirudishe nyuma, uweze kuomba nafasi unaweza ukawiwa. Niliyopo mbele yenu hapa nikiwa kama barozi wa shina namba 1 na nikiwa ni mjumbe wa serikali ya mtaa.